Na mpenzi mtazamaji, karibu tena kwa mara nyingine. Baada ya mgeni wa kwanza kumalizika na kuondoka katika kipindi chetu, tunaye mgeni wa pili ambaye naye pia tunakuja kuzungumza naye ili kuelewa mengi kuhusiana na kile ambacho kinaendelea hapa mkoa wa Burunga, wilaya ya Rutana. Kumbuka kwamba kila siku mkono unaotoa unakuwa juu ya mkono unaopokea. Hii ikimaanisha kwamba mkono unaotoa kila siku utabaki kuwa juu, yaani huwezi kupungukiwa na sifa yoyote au huwezi kupata aibu yoyote kama unajitolea. Watu wengi wamekuwa wakiteseka, lakini tunakosa wale ambao watakuwa na uwezo, watakuwa na moyo wa kujitolea kwa ajili ya kuwasaidia wengine. Lakini wapo ambao wanaelewa nini maana ya kujitolea, ni kwa nini wajitolee, na wakijitolea wanategemea malipo kwa nani. Naam, salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na mshe wangu, tumekuwa pamoja siku 3 kuelekea siku hii ya 4 inamalizika, na tumeshuhudia mengi yale ambayo yanaendelea kutoka chini ya taasisi ya Bena Foundation, yale ambayo yanafanyika. Ni matibabu bure ambayo yanatolewa kwa wagonjwa tofauti tofauti, wagonjwa wa macho, wagonjwa wa vivimbe vya ndani ya tumbo, wagonjwa wa maradhi ya kike, na wagonjwa ambao walikuwa na vivimbe ambavyo vinawakaba koo. Lakini wote hawa wameendelea kutibiwa bure kutokea taasisi ya Bena Foundation. Nataka tuzungumze kwa uchache, tuelewe ni nini umuhimu wa kujitolea katika jamii. Maana tumegundua kwamba watu wengi walikuwa wanateseka, lakini kitendo hichi cha Bena kujitolea, kitendo hichi cha Bena ambacho inakifanya cha ukarimu, cha kuwatibia watu bure, ni kitendo ambacho kimeonyesha furaha kwa wagonjwa wengi ambao tayari walikuwa wamekata matumaini. Tuambie ni nini umuhimu wa kujitolea? Naam, bismillahir rahmanir rahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, wa ba'd. Kambi hii ya upasuaji ambayo kwa awamu yake ya 8 chini ya usimamizi na ufuatiliaji na uratibu wa shirika la Bena Foundation nchini Burundi, ni kambi ambayo inakuja chini ya lengo kuu au kauli mbiu ambayo isemayo waman ahyaha fakaannama ahya an-nasa jamia. Maneno ya Allah aliposema katika surati al-Maida ya kwamba na atakayehuisha nafsi yeyote ile, hesabika ya kwamba kana kwamba amehuisha, ameipa uhai watu wote kwa ujumla. Ni kwa mafuhumu kama hayo na kwa malengo kama hayo, Bena Foundation sawa na miradi yake tofauti na kazi zake za kijamii na kazi zake za kheri kwa umma, imekuja na njia kama hii ya kukadimisha misaada tofauti ambayo umma unahitaji, pasina kuwa na kuchagua baina ya rika la aina yoyote, sawa kwa wakubwa au kwa wadogo, wenye dini hii au kwenye dini nyingine. Na hayo yote yatokamana chini ya mafunzo ambayo Uislamu yaliweza kutufunza kwayo. Mafunzo yapi? Mafunzo ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama aliyotueleza na akatuonyesha ya kwamba wallahu fi auni al-abd ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala yuko pamoja na mja wake medama kwamba huyo mwanadamu atakayokuwa ni mwenye kumuauni mwenzie. Vile vile maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama alipotueleza na akatubainishia, akatuonyesha kwamba minan nasi mafatihun lilkhair, miongoni katika watu kuna wale ambao ni wafunguzi wa khairi, na miongoni katika watu kuna wale ambao ni wafunguzi wa shari. Hivyo hadithi hizi na mafunzo haya yote ambayo Allah subhanahu wa ta'ala, na ndani ya Qur'ani aya nyingi tofauti zinazotubainishia umuhimu wa watu kuweza kujitolea. Kwa kuwa katika kujitolea faida sio kwa mwenye kutoa tu peke yake, la, bali faida inarejea kwa mwenye kutoa na kwa yule ambaye anayepewa. Kwa kuwa kaida ya kielimu na kanuni inasema kwamba furaha ya kweli haipo katika kupewa, katika kupokea, bali furaha ya kweli ipo katika kutoa. Falidhalika mafuhumu kama haya na mafunzo kama haya dini yanatuhimiza zaidi na kutuonyesha umuhimu wa watu kuweza kujitolea, sawa ni katika kheri aina yote ile. Naam. Umeshuhudia wagonjwa wengi ambao walikuwa na matatizo, na umeshuhudia kabla ya kufanya upasuaji na baada ya kufanya upasuaji. Tuelezee ulijifunza nini na nini ambacho Waislamu wanatakiwa kujifunza kuhusiana na afya? Mafunzo makubwa ambayo yanayoweza kusomeka ndani ya kambi hii ya upasuaji, ipo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba ni'matani makhbunun fihima kathiru minan nas. Neema mbili, zipo neema mbili ambazo hizi neema
watu wengi katika wanadamu huwa hawadiriki kuona thamani ya neema kama hizo. Hawawezi, yani ni wachache sana wenye kudiriki kuona neema kama hizo, ya neema hizo mbili. Neema ya kwanza Mtume akasema kwamba ni asiha, ni afya, na neema ya pili alfaragh, ni wakati ambao mtu anakuwa nao hana lolote ambalo linalomshughulisha. Kwa kupitia hadithi hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama inatupa mafunzo na kuweza kudiriki kuyaona, na ndio maana wanasema Waarabu katika maneno yao yasema kwamba, kama kwa maana walivyosema kwamba aliyeshuhudia na aliyeambiwa hawawezi wakawa sababa au wakawa sawasawa. Tulichokishuhudia sie, na kwa kupitia mafunzo haya Mtume sallama, la shaka kwamba yalikuwa ni mafunzo ambayo yaliokuwa ya muhimu tena sana. Nilipata kumuona mtu ambaye alifanyiwa upasuaji ndani ya tumbo lake, akawa ameondolewa uvimbe ambao aliokuwa nao, nikiwa naona kwa macho yangu. Uvimbe huu ulitoka sawasawa baada ya kuisha kupima kwa madaktari kwenye mzani, wanatueleza kwamba ni uvimbe ambao unapima kilo 3 takriban na grama 600 kuelekea kilo 4 kutoka ndani ya tumbo la mtu. Yani hizi kilo 4, fikiria mtu ni uvimbe, ni uzito kiasi gani ambao aliokuwa nao. Si huyo tu peke yake, umepata kumuona mtu ambaye ameishi kwenye uzito mkubwa sana, uzito mkubwa tena sana wa uvimbe ambao aliokuwa nao. Mwenyewe usoni ukimuona na kujitazama pekee unasema kwamba subhanallah, Allah ametujalia neema ya afya na ametujalia kuwa na miwili ambayo haijatushtakia chochote kile katika chochote kile. Sawa ni katika labda ukucha tu ukakuuma au na nini, nifikirie tu labda pengine ukapatwa tu na kidonda tu fulani kwenye mwili, maumivu kiasi gani unayapata. Yupo mmoja nilijaribu kuweza kuzungumza naye, amenionyesha uzito ambao alikuwa nao. Anaambia hivi, ninazungumza na wewe nahisi maumivu, ana uvimbe kwenye shingo lake. Na nadhani hata nawe pia ulimshuhudia katika siku ya leo. Kuna mwingine ambaye si Muislamu, ye mwenyewe anazungumza kwenye video, anasema kwamba nakushukuruni sana tena sana. Leo hii nimepata kuweza kuona. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Hayangewezekana haya yote lau kwamba sio katika uwezo wake Allah subhanahu wa ta'ala. Wal fadlu lillahi subhanahu wa ta'ala, fadhila zote ni zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na nitumshukuru Allah, tuseme kwamba alhamdulillahi alladhi istafana lihadha. Tumshukuru Allah ambaye katuchagua kuwa katika hili, kuwa sababu miongoni katika wale ambao waliokuwa sababu ya kufanikisha kambi hii hadi siku hii ya leo. Hakikatan ni jambo ambalo yani kulisimulia kuna uzito kiasi fulani. Nashindwa kuelewa namna gani nitafikisha hisia za yule ambaye labda mimi ndiye ambaye niliyemuona. Je, yule ambaye aliyeweza kufanikisha hilo ana hisia kiasi gani ndani ya moyo wake? Au alipokuwa anayazungumza haya aliyazungumza na yani ndugu yake anakuambia kwamba kila siku ni mimi ndo namchukua, namshika mkono, namtembeza kwenda kujisaidiza, kwenda popote pale. Lakini leo anasema mwenyewe ndugu yake ameona. Kesho alhamdulillah na mimi nitatulia, tapumzika, atajitembeza. Macho mawili yote alikuwa hayaoni. Ni moja alhamdulillah alifanywa upasuaji, akafanywa matibabu, akapewa matibabu na madaktari, jicho limoja alhamdulillah likaona. Na leo tena baada ya siku moja, kwa sababu daktari alisema kwamba haiwezekani akaendelea akatekelezwa, yani upasuaji ukatekelezwa kwa wakati mmoja, wacha tumwache siku moja apumzike na nini. Baada ya siku yake ya pili, daktari akaja kufanyia tena mwingine upasuaji kwa jicho lingine, na alhamdulillah amsubiri ndugu yao, na tunataraji kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu biidhnillah taala ataamka akiwa vizuri na kesho ataanza kuiona dunia. Na hii inatupa kudiriki kuona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametupa neema zilizokuwa nyingi. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Na endapo kwamba mtazihesabu neema za Allah, kama hamwezi mkazihesabu neema zake. Na mpenzi mtazamaji, ni hakika kwamba tumeshuhudia mengi, tumeona mengi
ambayo yalikuwa yanawasibu wananchi wa Burundi. Walikuwa hawana uwezo wa kujitibia, walikuwa hawana uwezo wa kuweza kwenda hospitali, lakini wamepata fursa ya kutibiwa bure na Bena Foundation, na wengi wao wamepata fursa ya kupona kwa mara nyingine, wale ambao walikuwa wanaugua macho. Lakini kuna wale ambao sasa hivi wanauguza vidonda kwa sababu walikuwa na uzito ndani ya tumbo, walikuwa na vivimbe ambavyo vilikuwa vinawasumbua, lakini vimeondolewa, na sasa hivi wanauguza tu maumivu. Lakini ukimtazama usoni, unaona anatoa nuru ya furaha, anaonyesha tumaini na anatoa shukrani nyingi sana baada ya kupatiwa matibabu hayo. Tuchukue muda mdogo mapumziko, alafu tutakuja kumalizia kipindi chetu. Kuna vilio havisikiki kwa masikio, bali huonekana machoni. Kuna maumivu ambayo hayasimuliwi kwa maneno, bali huandikwa kwenye nyuso za wanaoyabeba kila siku. Katika viunga vya hospitali kuu ya Rutana Gihofi, hewa imejaa uzito wa historia za watu waliokata tamaa. Wengi wameishi kwa miaka mingi wakisubiri mkono wa huruma, huku umaskini ukiendelea kuwafunga katika minyororo ya mateso ambayo haikuonekana kuwa na mwisho. Ara nikibyimba yadokize kizara kantu gatoya hama kirakura kinganuko kimaze umwaka. Leo mbele yetu si wagonjwa tu wanaosubiri zamu yao, ni baba wanaotamani kurudi kuwakumbatia familia zao, ni mama wanaotaka kuwakumbatia watoto wao bila maumivu yanayotokana na vivimbe vinavyowakaba shingo, ni wale watoto wadogo wanaoota kucheza tena kama wenzao bila mzigo wa maradhi unaowaibia utoto wao. Kambi hii ya upasuaji si tukio la kawaida, ni mwanga wa matumaini, ni mlango wa rehema, na ni ushahidi kwamba bado wapo watu wanaoamini kuwa kuokoa maisha ya mmoja ni kuijenga upya dunia ya familia nzima. Tarehe 10 Julai 2026 si tarehe tu kwenye kalenda, ni siku ambayo giza la wengi limeanza kutoweka. Ingwara yayipfukanye n'umwana mutoyi cyaro kumagitera gikura n'ukigo ahose kumabicyara. Tunapoangalia miujiza hii ikifanyika katika vyumba vya upasuaji, tujikumbushe kuwa afya ni neema kuu ambayo hatupaswi kuichukulia kawaida. Shukrani kwa Bena Foundation kwa kuwakumbusha dunia kuwa utu bado upo na kuwa thamani ya binadamu inapimwa kwa jinsi anavyowakumbatia wengine. Mimi ni Salum Hassan nikiripoti kutoka uwanja wa mapambano dhidi ya maradhi hapa Rutana Gihofi. Safari ya kupona imeanza, na kila tabasamu litakalozaliwa baada ya upasuaji huu ni ushindi wa upendo dhidi ya maumivu. Na mpenzi mtazamaji, karibu tena kwa mara nyingine. Kumbuka kwamba tupo live mubashara kupitia Al-Amn TV pamoja na Amigo TV kutokea hapa Rutana, sehemu ambapo matibabu yalikuwa yakiendelea kutolewa bure kabisa. Na sasa tuko tarehe 13 Julai mwaka 2026. Kumbuka swala hili la matibabu bure linaendelea hadi tarehe 17 na wagonjwa wameendelea kupatiwa matibabu. Hapa tuliopo ni sehemu ambapo wanafanyiwa matibabu wagonjwa wa macho, sehemu ambapo pako zahanati ya Bena Foundation. Lakini kuna magonjwa mengine ambayo yanafanyiwa upasuaji kutokea hapa hadi huko Gihofi, ni takriban kilomita kama 25, ndipo ambapo kuna wagonjwa wengine ambao wanafanyiwa upasuaji wa tezi dume na magonjwa mengine mengi ambayo yanahitaji upasuaji. Na hapa tunaye Sheikh Abdul Rashid ambaye amekuwa akituhabarisha, akitufahamisha umuhimu wa kitu ambacho kilikuwa kikiendelea. Na mshe wangu, jambo hili la Bena Foundation la kuwatibia watu bure linafanyika mara moja kwa mwaka, lakini wewe utakuwa shahidi kwamba mahitaji ni makubwa. Nini ambacho unakitoa kama ushauri kwa ndugu zetu wenye uwezo ambao wanatutazama sasa hivi, ili kutokungojea sana Bena ije? Ni nini ambacho Waislamu wanatakiwa kukifanya? La shaka ya kwamba hakuna kitu muhimu na kitu bora kwa mwanadamu kama kuacha utajo ambao uliokuwa mwema baada ya kuisha kutoweka dunia. Wanaeleza washairi wa Kiarabu ya kusema kwamba wamal mar'u illa hadithun ba'dahu fakun khaira hadithin liman wa'a, hakuwa mwanadamu isipokuwa ni historia baada ya kuisha kuondoka dunia, basi kuwa historia njema kwa yule ambaye atakayekuja kusimuliwa historia yako. Maana yangu ni ipi? Maana yangu ni kwamba
Jamii yetu tuna haja miongoni katika mambo kukithirisha kwa kazi hizi za kujitolea. Vile vile kuwepo kwa sapoti kwa wale ambao waliokuwa na mifumo tofauti na miradi tofauti ya kuwahimiza watu kunako kheri. Na vile vile jamii pia tuna haja ya kuwa na mifumo na yale ambayo ni katika miradi yanayorejea katika kugusa kabisa kiini cha matatizo ya watu. La shaka kwamba kheri ni nyingi na wafanya kheri ni wengi na miradi ya kheri ni mingi katika aina tofauti, lakini kuwa na maeneo fulani ambapo unapoweza kuwa na mkono ukaufikisha pale wa kheri ambapo wengine hawajaweza kuufikisha, tambua kwamba hili ni jambo ambalo lilikuwa lizito sana. Halidhalika unaposoma katika historia, hata katika mafunzo na vitabu, Mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiwaeleza masahaba na onyesha kwamba, asema kwamba afradukum Zaid, mwenye kutambua masala ya mirathi, mafunzo ya mirathi ni Zaid. Tazama huyu ametambulika katika sekta gani ya mirathi. Anayejua halali na haramu ni fulani, sahaba fulani. Lidhalika tuwe na sisi katika hali kama hii. Kwa hiyo mifumo ya usaidizi tutazame, tuwe na mifumo ambayo itakuwa ni yenye utafauti. Tusijikiti katika mfumo mmoja. Mathalan, alhamdulillah, shirika fulani, kundi fulani limejikita katika misikiti. Mashaallah, kheri endelee katika misikiti. Lakini medama huyu ameingia katika misikiti, tazama na wewe ile sehemu ambapo labda panahitajia usaidizi wako. Ni mathalan uandishi wa habari wa Kiislamu, mengineo katika sekta tofauti, kuwahimiza vijana katika kheri. Na hii ni katika miradi ambayo yenye kuwahimiza watu. Fadhalika ni hamasa pia ambayo ninayohamasisha nafsi yangu, nikihamasisha na wengine kwamba kila mmoja ajitazame na ajielewe wapi ambapo mimi napoweza kunufaisha kwangu jamii yangu, na hapo ndipo ashikie na aweze kuinufaisha jamii chini ya misingi ya kisheria, chini ya misingi ambayo ilikuwa mizuri, pasina kuwa na kuvuka mipaka wala pasina kudoroza. Awe katika mifumo ambayo ilikuwa mizuri. Na mpenzi mtazamaji, umesikia maelezo ya shekhe wetu, lakini nikupe tu takwimu chache ambayo mpaka sasa wagonjwa ni wangapi wameweza kufanywa matibabu. Hadi siku ya jana, siku ya Jumapili, wagonjwa wa upasuaji ambao wapo Gihofi walikuwa wameshafika 71, lakini hadi siku hii ya leo wagonjwa wa macho wamefika 103. Hapa hatujachukua takwimu za siku ya leo kutokea Gihofi, na imani na kule tunaweza kuwa tumefika katika idadi ya watu 100 vile vile. Kumbuka, matibabu yote haya yanatolewa bure bila malipo yoyote. Na si matibabu tu, baada ya matibabu kuna wale ambao wanapewa dawa ili waweze kupunguza maumivu, ili waweze kurudia katika hali yao ya kawaida, hali nzuri, hali ambayo itawaruhusu kuendeleza majukumu yao mengine ambayo walikuwa hawayafanyi kwa sababu ya afya ilikuwa imezorota. Sisi ni Al-Amnu TV pamoja na Amigo TV, ukiwa unatufuatilia mubashara kutokea hapa katika kituo cha Bena Foundation kilichopo Rutana. Na mshe wangu, kwa kuelekea mwisho wa kipindi chetu hichi, kitu gani ambacho umejifunza baada ya kushuhudia? Ulikuwa unaingia ndani kule ambapo kunatendeka upasuaji, umeshuhudia watu wengi wanafanywa upasuaji. Kitu gani ambacho umejifunza na Waislamu wanatakiwa kujifunza pia? Jambo ambalo nilichojifunza, jambo kubwa sana kabisa, na niliweza kulizingatia zaidi baada ya kuisha kupitia katika vyumba tofauti, sawa vyumba vya upasuaji, vyumba ambavyo wamelazwa wagonjwa na hali tofauti kwa ujumla, kwa kuitathmini, na baada ya kurejea na kukaa mwenyewe binafsi na kuswali, kuna maneno ambayo yaliyopo ndani ya swala tunayoswali kila siku. Pindi ambapo mtu anapotoka kwenye rukuu, mafunzo yanatufunza, yanatuambia kwamba anatakiwa mtu kusema baada ya kutoka kwenye rukuu, anatakiwa aseme Samia Allahu liman hamida. Labda pengine wapo wasiotambua maana ya haya maneno kwa lugha ya Kiswahili. Sawa, ni maneno ya lugha ya Kiarabu. Maana yake ipi? Mafunzo yanasema tunapotoka kwenye rukuu tuseme Samia Allahu liman hamida. Samia Allahu,
amekwisha msikia Allah. Allah amemsikia liman hamida, yule ambaye ni mwenye kumhimidi Allah. Nilichojifunza na ni darsa ambalo nimelipata katika maisha yangu na katika hali hii, katika kazi hizi, lisemalo kun hamidan lillah, kuwa mwenye kumshukuru Allah, kuwa mwenye kumhimidi Allah. Faqad samia Allahu liman hamida, kwa kuwa Allah ameisha msikia yule ambaye aliye mwenye kuwa mwenye kumshukuru. Shukrani kwa Allah ni tunatakiwa kumshukuru Allah kwa mengi sana. Tumshukuru Allah kwa neema yote ile, kwa chochote kile kikubwa na sidhani ya kwamba neema tulizokuwa nazo ni ndogo, la, bali ni kubwa, tena kubwa sana. Hakikatan neema afya ni neema ambayo iliyokuwa nzito. Neema ambayo iliyokuwa nzito kabisa. Hivi takhayal ndugu yangu, mimi na wewe, kuna mtu nilimuona pale katika kupita pita, akanambia nahitajia unifikishe nionane na mganga. Una matatizo gani? Akanionyesha panisha nguo tu kidogo hivi, akanionyesha kwamba ana mpira wa sonde, anatembea nao. Binafsi nikasema subhanallah, huyu anatembea maisha kama haya vipi? Mimi alhamdulillah, la si cha kichwa si cha nini, niko vizuri alhamdulillah, lakini wakati mwingine upungufu wetu hata ibada tutekelezi. Wajafikia wale ambao ni binadamu, wale ambao wenye kumuasi Allah, nyoyo zao kulainika na wakawa wenye kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo tusijifikirie kurejea kwa Allah pindi ambapo tutakapolazimishwa kurejea kwa Allah. Umezidiwa, maradhi makubwa, hali imekuwa hauwezi tena kujisaidia chochote, lakini turejee kwa Allah bado katika hali kama hii. Tuhifadhi neema za Allah. Neema ya afya tusije tukaipoteza, hasatan kwetu sisi vijana. Neema ya afya tusije tukaipoteza. Tuilinde kwa hali yoyote ile, kwa gharama yote ile, katika kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunapomshukuru Allah ndipo Allah anapotuzidishia. Na mwisho kabisa nimalizie tu kwa jambo limoja, kisema kwamba tutembelee katika hospitali, tukawaone wagonjwa, tutapata mafunzo. Tutembelee katika hospitali, tutapata mafunzo, na tulimbikize katika hali hiyo ya kujitolea katika hali kama hizo. Allah na sisi atakuwa pamoja nasi. Taarraf ila Allahi fi raha yaarifuka fi shidda. Hatujui kesho Allah ametuandalia nini, makadara yetu hatuyafahamu ya kesho. Wote na sisi tukalazwa pale. Kweli kabisa. Leo unavyomkumbuka yule ambaye amelazwa katika hospitali, na wewe kesho utakumbukwa. Fa dunia dawar, dunia ni mzunguko. Omba Allah atujalie tu wenye kushukuru neema zake na tudumishe katika kuzishukuru neema zake. Na mafunzo ya Mtume daima alikuwa akitufunza tu wenye kumwomba Allah, tukisema kwamba Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matik, ewe Mola wangu na kuomba unilinde na kuondokewa na neema zako, wa tahawuli na afiyati, na nakuomba Mwenyezi Mungu unilinde na mabadiliko ya afya yangu, wa fuj'ati niqmatik, vile vile Mola wangu na kuomba unilinde na ghafla, jambo litokee ghafla, adhabu yako, asira yako iweze kunitokea ghafla, wa jamii sakhatika. Ndio mafunzo ya Mtume. Allahumma inni a'udhu bika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatik wa fuj'ati niqmatik wa jamii sakhatika. Hayo ndio mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na mpenzi mtazamaji, ukiwa unatufuatilia, ndio tunaelekea mwishoni, lakini kabla ya kumaliza, kumbuka unafuatilia Al-Amnu TV pamoja na Amigo TV kutokea hapa Rutana ndani ya kituo cha Bena Foundation. Shehe wangu, sisi tukushukuru kwa muda wako, kwa kipindi hichi ambacho tumezungumza mengi, na imani watazamaji wetu ambao walikuwa wakitufuatilia na wale ambao watakuja kukiona kipindi hichi baada ya kumalizika, kuna mengi watajifunza. Sisi tunakushukuru sana kwa muda wako, tunasema asante. Kwa kumalizia, mpenzi mtazamaji, ni kukumbushe tu kwamba kujitolea kunahitajika. Wewe kama una chochote kile ambacho
kitakufanya kumsaidia mtu, basi tambua kuwa hakitokuwa kimepotea. Msaada hauendi bure, utalipwa na Mwenyezi Mungu kwa kile ambacho unakifanya. Lakini nikukumbushe tu kwamba siku ya jana kulikuwepo na kongamano la kuadhimisha miaka 5 ya Al-Huda, kongamano ambalo limekuwa na mafanikio makubwa. Ndugu yetu Bwana Hamza Mahane, kiongozi wa Al-Huda TV Burundi, ameadhimisha miaka 5 ya ufanyaji kazi. Kumbuka kwamba TV ya Al-Huda ndio TV pendwa na kubwa katika nchi yetu ya Burundi, TV ambayo imetuonyesha njia, TV ambayo imetufundisha mengi na tumejifunza mengi kupitia kwayo, ambapo wamefanya maadhimisho hao ya miaka 5. Tunamwomba Mwenyezi Mungu aendelee kuidumisha TV ya Al-Huda, aendelee kuidumisha wana Al-Huda wote kwa pamoja, na muhifadhi kiongozi wetu Bwana Hamza Mahane. Ni mengi ameyafanya, ni mengi ameyatekeleza. Interna kuwasaidia watu ambao wanaingia dini, kukabiliana na wale ambao sio Waislamu kwa mijadala ya Qur'ani na Biblia, kufanya mambo mengi kwa wale watoto mayatima, wamesaidia mambo mengi. Kumbuka ameyapata matatizo mengi kwa ajili ya kupambania jambo hili. Sisi kama Al-Amn TV pamoja na Amigo TV tunampongeza na tunamwombea Mwenyezi Mungu aendelee kumlinda. Lakini usisahau Ijumaa pili tarehe 19 Julai mwezi huu hapa wa 7 kuna kongamano kubwa ambalo linaandaliwa na Al-Amn TV. Tunasema ndoa zetu, mustakbali wa jamii yetu. Kwa nini unaingia kwenye ndoa bila kuifahamu ndoa? Madhara makubwa yamepatikana, mambo makubwa yameendelea kutokea. Umetokea uhasama mwingi ndani ya ndoa zetu, lakini Al-Amn TV imelitazama hili, imeliona kuwa linahitaji kupatiwa elimu. Kumbuka tutajifunza mengi. Tiketi zinapatikana. Ukifika Buyenzi barabara 22 namba 3 pale utapata tiketi. Vile vile barabara 20 nyumba nambari 39 utapata tiketi. Lakini vile vile kuna namba za simu ambazo zinapita kwenye matangazo. Wasiliana nasi ili uweze kuchukua tiketi yako na uweze kudiriki semina ambayo itafanyika siku ya Jumapili kuanzia asubuhi saa 1 hadi saa 9 mchana. Uweze kujifunza mengi kuhusiana na ndoa yako. Mimi ni Salum Hassan kutokea hapa Rutana. Tunashukuru wale wote ambao mlikuwa mkitufuatilia. Asante sana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ni vile vile kutokea Al-Amn TV. Baada ya kuwa tumemaliza misimu 3 iliyopita, sasa ni moja kwa moja kuelekea kwenye msimu wa 4. Na msimu huu ni elimu pana zaidi. Na siku zote ulimwengu ulivyo, ili uwe mwalimu lazima ujifunze ualimu, na ili uwe daktari lazima ujifunze udaktari, na ili uwe dereva ni lazima ujifunze udereva. Sikitiko kubwa, wewe unaingiaje kwenye ndoa bila elimu ya ndoa yako? Hivyo basi msimu huu tumekuja na ndoa zetu, mustakbal wa jamii yetu. Zingatia, elimu ya ndoa ndiyo kiwanda pekee cha kujenga jamii iliyo bora. Namaanisha kuwa ni rahisi kuipata jamii bora ikiwa utaingia kwenye ndoa na elimu, lakini pia ni rahisi kupata jamii iliyoharibika ikiwa utaingia kwenye ndoa yako bila elimu. Basi tukutane kwa ajili ya elimu hii tarehe 19 mwezi wa 7 2026 ndani ya ukumbi wa ENSP kuanzia saa 1 kamili asubuhi hadi 9 mchana. Wewe ambaye hujaingia ndani ya ndoa na wewe ambaye upo ndani ya ndoa, nyote mnahitajika kwa ajili ya elimu hii. Kumbuka, kiingilio ni tiketi, basi wahi kwenda kuchukua tiketi yako. Ndoa zetu, mustakbal wa jamii yetu. Hapa ni elimu tu. Al-Amn TV, faidika na dini yako. Ndoa zetu, mustakbal wa jamii yetu.